Bana, hii leo ni mchezo wetu wa kwanza timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, katika michuano ya AFCON kule nchini Morocco, na sisi ni wageni wa timu ya taifa ya Nigeria. Ni mchezo wa namna gani? Nipo hapa na Leonard Musikula, mmoja kati ya watangazaji katika makala hii ya CHAN nchini Morocco, na jana ametangazia mchezo wa Misri na Zimbabwe. Mwisho wa siku bana, Mohamed Salah akaenda kuwanyong'onyesha kabisa wa Zimbabwe na Prince Mpumelelo Dube. Tunataka tupate tathmini ya mchezo huo kutoka kwake. Mimi naitwa Jado, nipo na Asha Kabuga. Mwamba wa juu, uko sawa sawa? Tuko poa. Mambo mazuri? Fresh kabisa. Hongera kwa kazi nzuri. Asante. Jana mechi ya Zimbabwe ndio ulikuwa mitamboni pale kama komtu. Prince Mpumelelo Dube kawafanya Watanzania wamposti sana. Prince Dube amejaribu kuonyesha kwamba ni mchezaji wa namna gani, umeona licha ya kwamba timu yake imepoteza, lakini ameweza kudhihirisha kwamba ana daraja kiasi gani. Ukiangalia hata kwenye goli ambalo alikwenda kufunga, unaweza ukapata picha ni mshambuliaji ambaye alikuwa na fahamu katika sehemu kama hili nini cha kufanya. Angalia ile ball control yake ilivyokuwa ni nzuri, composure, utulivu wa hali ya juu, akapress mpira kwenye kamba, wakapata kutangulia Zimbabwe, lakini hawakuweza kujishikilia na kupoteza mechi. Sawa. Leo ni kibarua cha timu yetu ya taifa ya Tanzania. Kuna taarifa ya kwamba atakosekana mlinda mlango namba 1 kwa hivi sasa, Yakubu Suleiman Ali, lakini pia kiungo fundi Faisal Salum Abdallah Faitoto kutokana na kadi ya njano katika mchezo uliopita. Kama wakikosekana hawa wawili, Faisal pamoja na Yakubu Suleiman Ali, ni athari kiasi gani kwa timu yetu ya taifa ya Tanzania kwenda kucheza na bingwa aliyewahi kuwa bingwa wa michuano hii zaidi ya mara 3, kama nipo sawa sawa? Yeah. Athari kubwa inakwenda kuonekana kwa sababu ya jinsi ambavyo Tanzania wanaingia kwenye AFCON wakiwa na kumbukumbu bora kwenye michuano ya CHAN ambao pia walikuwa ni wenyeji. Hauwezi ukaiacha performance ya CHAN kwa Tanzania ambayo inawapa kama morali hivi, jinsi ambavyo timu ilivyokuwa. Ukiangalia kwenye hatua ya makundi walikwenda kuvuna alama 10 mbele ya Burkina Faso, mbele ya Mauritania, Jamhuri ya Kati, Afrika ya Kati. Unajua, ukitazama kwenye kile ambacho kilionekana, mmoja kati ya watu ambao walikuwa muhimili mkubwa wa Tanzania kwenye mchezo wa CHAN ni nyota wawili, kimgusa goalkeeper Yakubu ambaye alikuwa na kazi kubwa ya kufanya akivuna clean sheet 4 kwenye hatua ya makundi. Na ukiangalia licha kwamba alipoteza katika mchezo wa robo finali dhidi ya Morocco, walifunga bao, aliruhusu bao, akiruhusu mabao mawili kama utakumbuka. Hatua makundi aliruhusu goli moja tu, na hatua ya robo finali aliruhusu goli moja dhidi ya Morocco. Lakini pia kwenye eneo la tunasema eneo la creativity, ubunifu, kuiendesha timu, ku create zile nafasi, huwezi kumwacha Faisal Salum. Alitoa assist kwa Clement Mzize, alitoa assist pia kwa Idi Nado, umeelewa. Ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao walikuwika sana kwenye mchezo ya CHAN, aliweza kudhihirisha daraja lake. Kwa hiyo kukosekana kwa wachezaji hawa wawili, kama watakosekana, ina maana kuna maeneo mawili ya msingi ambayo yanakwenda kupunguza nguvu kwenye kikosi cha Taifa Stars. Eneo la goalkeeping wanamkosa Yakub Suleiman yale ambaye alionyesha performance kubwa kwenye CHAN, lakini pamoja na Faisal Salum. Kwa hivyo ni mambo ambayo kama Gamondi anaweza akayafanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Kama itatokana kama wanakosekana, ni nani ambaye wanaweza kaenda kukava yale maeneo? Fuba miongoni mwa goalkeeper ambao ana kumbukumbu bora katika mechi yake ya mwisho wa ligi kuu. Utakumbuka kwenye Mzizima Derby ambapo waliondoka na clean sheets, takriban save 3 walifanya. Kwa hivyo anakwenda AFCON baada ya kucheza mechi ya kimataifa, maana yake ilikuwa ni ligi kuu, lakini ile ni sawa na mechi za CAF. Unajua Simba na Azam msimu huu wamekutana, mmoja yupo kama shirikisho hatua ya makundi, mmoja yuko ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ina mzani na michuano ya CAF, umeelewa. Kuwa na ile performance inampa morali, na tena mbele ya magolikipa wawili muhimu tegemezi, yuko Aishi Manula aliyekuwa Tanzania 1, umeelewa. Issa Fofana, golikipa bora kabisa kwenye bara la Afrika,
alafu akiwa anaanza, ina maana golikipa ambaye tayari ameonyesha ama amemdhihirishia Freiburg kama golikipa ambaye anaweza nikaa kwenye kikosi cha kwanza. Lakini kwenye eneo la Faisal Salum kama anakosekana, unakwenda kuona yupo mtu ambaye anaweza kaenda kustick kwenye lile eneo. Morris Abraham hapana shaka, si ndio? Kiungo mshambuliaji wa Simba, kiungo ambaye kwenye mechi za Simba msimu huu kuanzia kwenye ngao ya jamii, njoo ligi kuu, hatua ya kufuzu ligi mabingwa, hatua ya makundi ligi mabingwa, ndiye ambaye ameongoza kuanzisha mashambulizi na kutengeneza mashambulizi. Kafanya hivyo mara 12. Kwa maana Simba ilikuwa ipo kwenye passive ya control mchezo, mpira akiupata yeye unaona anaiamsha Simba kwenda kushambulia. So umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye kikosi cha Taifa Stars siku ya leo. Kwa nini? Unaangalia automatically kama tutakuwa timu ya pili kiwanjani, si ndio? Automatically kocha anaweza kaja na muundo wa kiulinzi. Anaweza kama maybe akatumia mabeki wa akaweza akatumia 442, muundo ambao una support eneo la kiulinzi zaidi. Anaweza labda akatumia labda 532 kwamba apaki basi mbele ya Nigeria, max tuko timu ya pili kiwanjani. Lakini ukiniuliza mimi kwangu mimi nasema kwamba sio lazima kama na mtu kama Morris Abraham ambaye anaweza kaifanya timu cooperate kwenye kwenda kushambulia zaidi kiwanjani, kwa maana kwamba licha kwamba timu tunatokea nyuma, kama tunahitaji transition to attack, yani tulikuwa tunakaba na tupata mpira kwa haraka tushambulie, anaye mtu ambaye anaweza kufanya hiyo kazi. Plus ukimongezea pia na Charles Mbambo, si ndio? Bombwa ameonyesha mechi nzuri dhidi ya, kama utakumbuka mechi ya kirafiki ile yani dhidi ya Iraq. Quite yes, quite tukipoteza mabao 4-3 ni miongoni mwa viungo washambuliaji bora ambao tupo nao kwenye kikosi cha timu ya taifa, na yeye soma la kwanza kucheza michuano ya CHAN, michuano ya AFCON. Utakumbuka pia alicheza kwenye michuano ya AFCON Ivory Coast. Kwa hiyo kuna watu wawili ambao wanaweza kukaa katika lile eneo, ingawa utofauti wao na Faisal Salum ni katika namna ya kuiamua mechi katika nyakati ambazo Taifa Stars inamhitaji mtu mmoja kiwanjani, ama katika sehemu ambazo zinaweza zisiwe na hatari. Unajua Faisal Salum kuna mechi ambazo ameziamua katika eneo ambalo unasema hili alikuwa la hatari, lakini kwenye maamuzi yake anayokwenda kuyafanya ama pasi yake moja inaweza ikaamua. Kwa mfano utakumbuka mechi ya Mzizima Dabi ya duru ya pili msimu uliopita, mabao 2-2. Angalia pasi ambayo alikwenda kumpigia Zidane Seleli. So umeelewa? Lakini muangalie Faisal Salum anavyokuwa anashuka chini kulink up baina yake yeye na safu ya ulinzi. Unajua Faisal Salum anacheza kama namba 8 au namba 10 katika nyakati tofauti. Kuna muda ana kihalisia labidi ahitaji namba 6 ambaye anaweza akachukua mali kutokea kwa wale mabeki wawili wakati ama watatu wakati, kumpa sia pasi yeye akiwa katika zone ya timu pinzani. Lakini Faisal Salum unaona mara nyingi zaidi huwa akai katika eneo moja, unamuona akishuka mpaka chini kutengeneza link up baina yake na wale mabeki ambao wanaweza wakaanzisha mpira. Lakini pia hata akiwa na mpira kwenye zoni ya Tanzania anaweza akakari ule mpira, yani akauchukua ule mpira mwenyewe binafsi, akajaribu kuondoka kwanza, wa pili akajaribu kuondoka, akacreate nafasi. Kwa utofauti wake yeye na hao ambao wanaweza kupata nafasi ni hivyo tu, kwa maana pia intelligence yake, yani uwezo wa kufikiri kiwanjani ni muhimu sana katika eneo ambalo anacheza Faisal Salum. Kama kikosekana, basi hawepo kijana ambaye anaweza kufanya maamuzi sahihi katika nyakati sahihi zaidi. Sawa. Tumalizie na hili. Tunakwenda kucheza na timu ya aina gani kiwanjani? Hapana shaka mabingwa mara 3 wa AFCON wanashiriki kwa mara 21 michuano hii ya AFCON, lakini hata kwenye kumbukumbu tu binafsi za Tanzania na Nigeria tumekuwa wanyonge. Maana katika mechi 7 za mwisho hatujaweza kupata ushindi, tukipoteza mara 4 lakini sare mara 3. Mechi ya mwisho kabisa ilikuwa ni mwaka 2017, mchezo wa kufuzu hatua ya makundi ya AFCON, uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo tulipata suluhu ya bila kufungana, ingawa mechi ya kwao pale tulipoteza bao 1-0. Lakini kwa mara ya kwanza tuliwavaa kwenye mwaka 1980 wakati tulikuwa ni wenyeji wa mashindano hayo, tukiruhusu magoli 3. Hii inakwenda kuendana na Tanzania ambao umekuwa ni wanyonge kwenye kufungua karata kwenye AFCON. Hii ni mara 4 tunashiriki, si ndio? Kwenye mara 3 tumepoteza dhidi ya Nigeria 3-1, tumepoteza dhidi ya Senegal, tukumbuka Misri katika hatua makundi mechi ya kwanza kabisa, alafu kwenye Ivory Coast tulipoteza pia
mabao mawili dhidi ya Morocco. Kwa hiyo hatujawa na kumbukumbu bora katika kufungua ukurasa wa kwanza kwenye mchuano ya AFCON, huku pia tukisaka ushindi wa kwanza. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tunaingia kwenye hii mechi dhidi ya Nigeria ambayo iko bora kwenye makaratasi. Plus hivi sasa current wise unaigusa Nigeria ambayo ina watu hatari katika eneo la mwisho. Yupo Victor Osimhen, nyota bora wa Afrika 2023, yupo Ademola Lookman, nyota bora wa Afrika 2024, yuko Chukwueze, nyota wa zamani wa Villarreal Hispania na AC Milan. Kwenye eneo la kiungo yuko Alex Iwobi, afahamika wa Fulham, yupo Onyika wa Brentford, lakini pia yuko na Ndindi wa Leicester City. Kwa hiyo kwenye ule mfumo wao wa 4-3-3 wale nyota sita katika eneo la offense kusogea juu, wote ni hatari na wapo katika level kubwa ya soka. Lakini sisi pia msimu huu tunaingia tofauti sana Jado. Lazima Watanzania pia wakumbuke kwamba Tanzania msimu huu inaingia hatua makundi katika mlengo tofauti kabisa. Yaani safari yetu ilikuwa bora sana. Tunakwenda hatua makundi kwa tuna alama 10. Tukipungukiwa na alama 2 tu dhidi ya DR Congo. Sawa, tumempiga Guinea nyumbani na ugenini, Guinea ya Salou Gilasi, ambaye Salou Gilasi anafahamu kazi ambayo alikutana nayo hapa ya Baka na Job katika eneo la ulinzi, si ndio? Tunafunga pia na Ethiopia. Kwa hiyo hatukuingia kinyonge. Kwa kumbukumbu yetu ya kuingia hatua ya makundi msimu huu ni tofauti kabisa, kitu ambacho kinakwenda kutupa nafasi kubwa ya kutupa morali katika mechi hii ambayo ni ngumu. Kwa hivyo naamini Nigeria hawawezi kuichukulia poa Tanzania hata kidogo. Nafahamu kabisa lazima kwamba kipindi cha kwanza waingie kutafuta bao la mapema, maana wao sio timu ya kwanza kiwanjani. Kwa hiyo kwa sisi mechi ya leo, ili tuwe na matokeo mazuri, ustahimilivu, uvumilivu na kupunguza makosa ya mtu mmoja mmoja kiwanjani yanaweza kutugharimu kiasi kikubwa. Gamondi ni bora katika eneo la ulinzi, katika eneo la kwenda kushambulia offensive wise. Unakumbuka mechi ya Kuwait mabao 3 tumepata. Kitu kuhusu mabao haya 4. Mawili akiwa ni makosa ya mtu mmoja mmoja kama utakumbuka. Kwa hiyo ni mechi ambayo umakini unahitajika sana kupunguza makosa ya mtu mmoja mmoja, lakini teamwork ndio silaha kubwa kupambana dhidi ya timu ambayo ina quality wisely, kwa maana mtu mmoja mmoja. Ni teamwork. Tutakumbusha jambo moja la mwisho. Nusu finali ya Morocco na Faransa. Kabla ya mchezo, kocha Walidi Legagi, kocha wa Morocco, alisema, aliulizwa moja kati ya silaha ambayo imemfanya akafika mpaka nusu finali, akasema kwamba mimi nafahamu kwenye hatua ya makundi tuliwavaa Canada, tuliwavaa Ubelgiji. Sawa, kwenye hatua mtoano tuliwavaa Ureno, tuliwavaa Hispania. Timu hizi 4, mataifa haya 4 ukilinganisha na sisi katika level tu ya mtu mmoja mmoja kwa asilimia kubwa wametuzidi, si ndio? Lakini silaha kubwa ya kupambana katika hii level quality ambao wapo wapinzani wao wapo nayo ni kila mmoja uwanjani kuhakikisha kwamba afanyi makosa, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili ni kuhakikisha kwamba anafuta makosa ya mwenzake. Yaani kupambana kwa jihadi katika dakika 90. Teamwork ndio silaha pekee ya kupambana na quality. Ikitokana kocha wako amezidiwa mbinu, lazima nyinyi wenyewe uwanjani mhakikisha mnawasiliana vyema na mnapambana kiwanjani. Kwa hiyo ni mambo ambayo leo ni jambo la msingi kwa Taifa Stars kuwa nayo mbele ya Nigeria. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana.